na kwa Watanzania wote. Namba 4, uchaguzi ulionajisika wa tarehe 29 Oktoba na uvunjwaji wa mamlaka ya wananchi. Watanzania wenzangu, kile kinachoitwa uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana uliacha Tanzania ikiwa na jeraha la kisiasa ambalo litachukua muda mrefu kupona. Tulishuhudia matumizi mabaya ya vyombo vya dola, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na mahakama dhidi ya wakosoaji wa serikali, wanaharakati na wapinzani wa kisiasa, hususan Chadema. Chama chetu kilifungiwa kufanya shughuli zake za kisiasa kwa kisingizio ya kesi za uongo. Mwenyekiti wetu ndugu Tundu Antipas Lissu alibambikiziwa kesi nzito za kisiasa kwa lengo la kutisha na kuzima sauti ya mabadiliko. Wimbi la utekaji, utesaji na upotezaji wa raia wasiokuwa na hatia nchini, takribani Watanzania 200 walitekwa na kupoteza katika mwaka wa 2025 pekee. Kinachoitwa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba haukuwa uchaguzi, ulikuwa ubatilishaji wa haki ya wananchi kuchagua na kuchaguliwa. Matokeo yaliyotangazwa hayakuwa na uhalali wa kikatiba, kisheria wala kimaadili. Mkwamo wa kisiasa tulionao leo ni zao la mifumo dhaifu ya uchaguzi iliyoshindwa kulinda katiba ibara ya 8 inayotamkwa wazi kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka yote na mamlaka na madaraka yote kutoka kwa wananchi. Namba 5, no reforms, no election, sauti ya wananchi na msingi wa mageuzi ya kimfumo. Watanzania wenzangu, katika kipindi ambacho taasisi za umma zilipoteza uhalali wa kimaadili na kikatiba, Chadema ilisimama si kama chama cha siasa pekee, bali kama dhamiri hai ya wananchi waliokata tamaa na mifumo wa uchaguzi uliotekwa na nguvu za dola. Kauli ya no reforms, no election haikuwa tishio wala ukaidi. Ilikuwa ni hoja ya kifizikia ya haki, kwamba uchaguzi bila mageuzi ya kimfumo na kitaasisi si zoezi la kidemokrasia, bali ni ibada ya kuhalalisha dhuluma. Kama lilivyosisitiza tamko la kimataifa la haki za binadamu kifungu cha 21, mapenzi ya watu ndio msingi wa mamlaka ya serikali. Mapenzi hayo yaoneshwe kupitia uchaguzi huru, haki na wawazi. Bila misingi hiyo, sanduku la kura hubaki kuwa tupu. Na ndiyo maana watawala waliopo hawajachaguliwa wala hawana ridhaa ya wananchi, kwa sababu hawakuchaguliwa kwa mapenzi ya wananchi. Watanzania wenzangu, madai ya wananchi yalikuwa ya msingi na yasiyopingika. Wananchi walikuwa wanadai tume huru yenye mamlaka kamili ya kikatiba, marekebisho ya sheria kandamizi zinazonyima raia sauti, na ulinzi halisi wa haki za kisiasa na kiraia. Msimamo huu haukulenga kuvuruga amani, bali kulinda amani, kwa sababu amani isiyo na haki ni ukimya wa makaburini. Kama alivyoonya John Laws, sheria isiyo na haki si sheria, bali ni vurugu iliyorasimishwa. Hivyo mageuzi hayakuwa hiari ya kisiasa, bali ni sharti la uhalali wa dola. Watanzania wenzangu, ni jambo la kusikitisha kwamba badala ya majadiliano ya kitaifa, mamlaka zilichukua mabavu, vitisho na nguvu kupita kiasi. Lakini historia ina tabia ya kuwakumbuka waliokataa kupiga magoti mbele ya udhalimu. Vuguvugu la no reforms, no election linabaki kuwa alama ya mwamko wa kihistoria, ushahidi kwamba wananchi waligundua ukweli wa kimsingi
Bila mageuzi ya kimfumo, uchaguzi sio suluhisho, bali ni tatizo linaloendelezwa. Hapo ndipo sauti ya wananchi inapogeuka kuwa falsafa ya ukombozi wa kisiasa. Namba 6, mauaji ya halaiki na jeraha la taifa. Watanzania wenzangu, kutekwa kwa watu zaidi ya 200 na mauaji ya Watanzania zaidi ya 2000 si takwimu za kawaida. Kwa mizania ya kimataifa, hizi ni namba zinazolingana na nchi zilizoko kwenye migogoro ya silaha au vita ya wenyewe kwa wenyewe. Katika mataifa yanayojitambulisha kama ya amani na utulivu kisiasa, hata vifo 10 vya kisiasa huibua uchunguzi wa kimataifa na misukumo ya uwajibikaji. Hivyo basi, kilichotokea Tanzania kinakiuka hadhi yake kama nchi ya amani na kinaiweka katika ramani ya dunia kama taifa lililoshindwa kulinda uhai wa raia wake. Watanzania wenzangu, haya siyo matukio ya kawaida ya kisiasa. Ni makosa makubwa ya ubinadamu yanayopingana na misingi ya haki za binadamu inayotambuliwa kimataifa. Ndio maana Chadema inasisitiza uchunguzi huru, unaoaminika na wenye uwakilishi wa kimataifa, kwa sababu kiwango cha madhara kimevuka uwezo wa taasisi za ndani kujihakiki zenyewe. Taifa lolote linalojali heshima ya watu wake, linalojali heshima yake duniani, haliwezi kunyamazia damu ya raia wake ikimwagika bila ukweli na uwajibikaji. Na hapa kuna ukweli mchungu kwa watawala. Damu ya raia inapomwagika bila majibu, majonzi ya familia yanapogeuka takwimu za kutisha, na kilio cha wahanga kinaponyamazishwa na dola, serikali hupoteza sio tu uhalali wake kutawala, bali pia utu wa kimaadili wa kuongoza binadamu wenzao. Tunadai haki kwa wahanga, kwa waliopoteza viungo vyao, na kwa familia zilizobaki na majonzi yasiyo na majibu. Taifa haliwezi kujengwa juu ya damu ya raia wake na haki ikacheleweshwa kwa vigezo vya kitaifa na kimataifa. Hiyo ni haki iliyonyimwa. Namba 7, maumivu ya wananchi, demokrasia na maisha ya kila siku. Watanzania wenzangu, uchaguzi batili hauishii kwenye siasa pekee. Huingia moja kwa moja kwenye tumbo la mwananchi na heshima ya maisha yake ya kila siku. Ndiyo chanzo cha mkulima kukosa soko la mazao yake licha ya jasho lake, kijana kukosa ajira hata akiwa na elimu, mama kushindwa kulipa ada ya mtoto, na mfanyabiashara mdogo kunyimwa mtaji kwa mifumo isiyo na haki. Takwimu huonesha mwelekeo huu kwa ukali. Pale uwazi na uwajibikaji vinapodhoofika, uwekezaji hushuka na mapato ya kaya hupungua na gharama za maisha hupanda. Mizigo unaobebwa na wananchi wa kawaida, huu ni mzigo unaobebwa na wananchi wa kawaida, si watawala. Watanzania wenzangu, demokrasia ikifa, uchumi hufa. Haki ikikandamizwa, matumaini yanakufa, na hofu ikitawala, maendeleo husimama. Hizi si kauli za kisiasa pekee, bali ni ukweli unaothibitishwa na uzoefu wa mataifa mengine. Nchi zenye chaguzi huru na taasisi imara huongeza ajira, hupunguza umaskini na kuboresha huduma za jamii. Kinyume chake, pale sauti ya wananchi inaponyamazishwa, takwimu hubadilika kuwa maumivu na gharama hulipwa na mwananchi kila siku. Namba 8, mwelekeo wa Tanzania tunayoitaka. Watanzania wenzangu, tunaitaka Tanzania inayosimama juu ya katiba iliyo hai, si maandishi matupu, bali mkataba wa haki kati ya